huduma hizi hapo awali za ENT zilikuwa hazipatikani huduma za kibingwa. Hata hivyo, wagonjwa wenye shida ndogo sana ambazo ni ile general knowledge walikuwa wanatibiwa, haswa idara yetu ya surgery. Na Dr. Sudai yuko pale, haswa idara ya surgery, lakini pia baadhi ya watu idara ya magonjwa ya ndani. Kwa hiyo wagonjwa hawa walikuwa wakitibiwa katika idara ambazo sio za kwao. Hata hivyo, kwa kukosekana huko mtaalam, asilimia kubwa walikuwa wanaishia kupewa rufaa. Kwa hiyo hali ilikuwepo sio nzuri, kwa sababu wagonjwa wengi wanakuja kutoka mbali, Kakonko, Kibondo, lakini wakifika hapa wanaishia kupewa rufaa tena wazidi kusafiri, aidha waende Bugando, Benjamin Mkapa au KSMC. Sasa tunashukuru kwamba sasa hivi baada ya huduma hii kuanza, tunakwenda kupunguza idadi ya wagonjwa tuliokuwa tunawapa rufaa kwenda mbali, na hivyo inaenda kuwasaidia Watanzania kutokusafiri kwenda mbali kuifuata hii huduma. Tunajisikia faraja kwa sababu ni muda mrefu tumetafuta nafasi hii, ila kupitia wadau mbalimbali na wenzetu kutoka ndani na nje ya nchi, basi tumeweza kupata mashine hii, na sasa tuna imani huduma za kibingwa za ENT zitaendelea kutolewa hapa kwa sababu ya uwepo wa mashine hii, na tutaendelea kufanya jitihada zote za makusudi kwa ajili ya kujenga uwezo wa wataalamu wa ndani wa hospitali kama ambavyo tumekuwa tukifanya kwa wiki zote mbili hizi zilizopita, ili tuweze kuokoa nguvu na mali za wananchi wanaotoka hapa na kwenda kutafuta matibabu mikoa ya mbali. Kwa makadirio ya kati kabisa kulingana na nyaraka zetu, mashine hii imegharimu takriban milioni 360 toka tulipoipata mpaka kufikia hapa ilipofika leo hii, na tunatumai kama itajaliwa na itawekwa katika ubora wake, basi tutaokoa pesa nyingi za wananchi kutoka mwananchi mmoja mmoja, lakini pia kwa taifa. Ila ni wito wetu pia kwa mamlaka nyinginezo nyingi kuunga jitihada au nguvu ya kile ambacho tumefanya na D4D, lakini pia mamlaka za serikali kuangalia taasisi kama D4D ambazo zimekuwa zikijitoa kuweza kupata unafuu au msamaha ya kodi inapofika vitu kama hivi, kwa sababu mashine kama hii D4D imelipia kodi, lakini inakuja leo kutumika kwa ajili ya wananchi moja kwa moja pasipo kutengeneza kitu chochote chenye mianya au uso wa faida. Zaidi niendelee kupongeza taasisi ya D4D, maana baada ya wizara kupata taarifa hii tulishukuru, kwa sababu kwa muda mrefu tumekuwa tukifikiria na kutafuta wadau ambao wanaweza kufanya nao kazi kwenye eneo la masikio, na tukapata taarifa kwamba wako tayari kusogeza huduma hizi. Tulifurahia zaidi, na leo tunazidi kufurahia zaidi baada kazi hii ambayo ya maandalizi tulianza muda mrefu leo inaenda kudhihirika na kusogeza huduma karibu zaidi kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma, lakini mkini pia hata mikoa ya jirani. Lakini na neno moja kwako mganga mfawidhi wa hospitali, watu wasema kwamba umeanza kupindua meza, umeanza kuwa na kifaa lakini hauna mtaalamu. Kwa uzoezi ulioko mbele yako kati ya vijana ulionao, sijajua atakuwa ni Dr. Mwasamila au Dr. Machage au na wengineo, fanya utaratibu wa kuwatuma waende shule, warudi wakiwa wameshabobea kwa ajili ya kuja kuendeleza hii kazi ambayo D4D wameanzisha ya utaalamu bingwa wa pua, masikio na koo. Lakini Kigoma inahudumia almost halmashauri 8, kwa maana Kasulu, kuna Kibondo, kuna Uvinza, kuna Kakonko, kuna Buhigwe. Kwa hiyo habari hii isiishie tu hapa katika manispaa ya Kigoma, bali habari hii isambae katika maeneo yote ya mkoa wa Kigoma. Na kazi hii kubwa tutasaidiwa na wenzetu waandishi wa habari, na ndio maana mko hapa kwa siku hii ya leo. Kwa hiyo tunaomba mtumie platform zote ambazo mlizo nazo, mitandao ya kijamii, kutoa habari hizi katika vyombo vya habari, ili wananchi wetu waweze kuzipata hizi habari, na mwisho wa siku haya matatizo sasa wasiwe wanasafiri kwenda umbali mrefu kutafuta hizi huduma, na badala yake wafike katika hospitali yetu kwa ajili ya kupata hizi huduma.